Mtazamaji, hizi ni taarifa za kutisha sana na za kusikitisha vile ambazo zimeweza kujiri asubuhi ya leo nchini Tanzania katika eneo hili maarufu. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikuonyeshe na nikutaarifu ripoti hizi. Wimbi la hofu na sintofahamu limeibuka kufuatia taarifa za kusikitisha za miili mingi ya Watanzania iliyooza inayodaiwa kuzikwa eneo la Msai Kibaha kwa siri. Madai hayo yaliongezwa ama yalisambazwa hadharani na Askofu Bandekile Mwamakula ambaye alitoa maelezo ya kina ya tukio hilo kama yalivyotolewa na mkazi husika na walioshuhudia. Kwa mujibu wa maelezo hayo, tukio hilo la kushtua linaripotiwa kutokea mnamo Februari tarehe 22 mwaka 2026 mtaa wa Uhuru ndani ya Kibaha. Hali hiyo imezusha hofu kubwa miongoni mwa wakazi na kutaka ufafanuzi wa haraka kutoka kwa mamlaka. Simulizi la shahidi mmoja lilieleza mlolongo wa ajabu na usiotulia wa matukio yanayohusisha pikipiki ya magurudumu matatu iliyokuwa ikisafirisha magunia kadhaa meusi ya plastiki ambayo yanafanana na takataka lakini yakitoa harufu kali na mbaya. Wakitilia shaka hali hiyo, inasemekana watu binafsi walifuata gari hilo ambalo hatimaye lilisimama katika viwanja vya makaburi ya Msai. Baada ya kuwasili, ilionekana kuwa takriban makaburi 20 tayari yamechimbwa mahali hapo tayari kuzikwa kitu kisichojulikana. Kilichofuata kilizidisha hofu, huku kundi dogo la watu akidaiwa kuanza kutupa vifurushi vilivyofungwa kwenye makaburi kabla ya kuzifunika kwa udongo haraka. Mtazamaji, ni kukumbushe tu haya si maneno yangu, na kulingana na chapisho ama chanzo cha udhibitisho ambayo iliweza kuchapishwa na akaunti ya Facebook ya Askofu Emmaus Bandekile Mwamakula, aliandika hivi nikikudokezea kwa ufupi: taharuki ya zuka baada ya miili mingi iliyoharibika kufukiwa Msai Kibaha. Baba Askofu Mwamakula anasema jana tarehe 22 Februari mwaka 2026 tukio la ajabu lilitokea Kibaha mkoani katika mtaa wa Uhuru. Ilikuwa hivi: lilipita pikipiki ya miguu mitatu na ilibeba viroba vyeusi vingi kama uchafu vikitoa harufu kali. Kuifuatilia ile toyo ikasimama katika eneo la makaburi ya Msai na palikuwa na takriban makaburi 20 yamechimbwa. Ghafla wale watu wachache wakaanza kuvirusha virushi kwenye makaburi hayo na kuanza kuvifukia. Hakukuwa na mwenyekiti wa mtaa, mjumbe wala askari, bali waliokuwepo ni wachimbaji na gari Suzuki yenye namba SM. Taharuki ilikuwa kubwa kwamba hizo maiti zilitoka wapi? Kama ni hospitali, kwa nini zizikwe hivyo asubuhi mapema? Na kama ni zilizokosa ndugu, utaratibu uko hivyo? Kwa kweli, fuatilieni mtagundua hayo makaburi bado ni mabichi na ufafanuzi sahihi upatikane kutoka kwa wahusika ili kuondoa sintofahamu. Nimetuma picha hizo hapo, Mwamakula aliweza kusema, na picha ni kama hizo ambazo zinaonekana kwenye skrini yako. Kutokuwepo kwa viongozi wa eneo hilo kama alivyosema na wafanyikazi wa usalama kwenye eneo hilo la mazishi kumezua wasiwasi mkubwa zaidi. Kulingana na ripoti hiyo, hakukuwa na mwenyekiti wa mtaa, mwanakamati yoyote au afisa wa polisi anayesimamia shughuli hiyo. Badala yake ni wachimba makaburi tu na gari la Suzuki lililokuwa na maandishi ya usajili SM kama alivyonukuu Mwamakula ndio walioripotiwa kuonekana kwenye eneo la tukio. Kukosekana huku kwa usimamizi rasmi kumezua minong'ono na hofu na mashaka kuhusiana na uhalali wa asili ya miili hiyo iliyooza inayodaiwa kuzikwa eneo hilo. Wakazi wameanza kuhoji miili hiyo ilitoka wapi na kwa nini maziko hayo yatafanyika chini ya mazingira yasiyo ya kawaida na ya siri. Ikiwa miili hiyo ilitoka hospitalini, wengi wanauliza kwa nini wangezikwa kwa njia hiyo ya siri na wakati huo wa asubuhi sana. Wengine wanahoji ikiwa watu hao walikuwa miili ambayo haijadaiwa, na ikiwa ni hivyo, ikiwa taratibu hizo zinalingana na itifaki za mazishi zilizowekwa. Hali isiyo ya kawaida katika tukio hilo imeacha maswali mengi yasiyo na majibu katika jamii sasa. Aliyeripoti tukio hilo alisisitiza kuwa makaburi ya Msai yalionekana yakiwa yamechimbwa, huku akidokeza kwamba shughuli hiyo
hiyo ilifanyika hivi karibuni. Uchunguzi huu umeimarisha wito wa uchunguzi wa haraka na uwazi kutoka kwa mamlaka husika nchini. Ripoti hiyo ilihimiza kwamba ufafanuzi ufaao utolewe ili kuondoa hali ya kutokuwa na uhakika na hofu inayoongezeka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Picha zinazodaiwa kuchukuliwa eneo la tukio pia zilitajwa kuwa sehemu ya ushahidi uliowasilishwa. Ujumbe huo uliosainiwa na mwananchi mmoja aliyetambulika kwa jina la SM kutoka Kibaha na tarehe 23 Februari mwaka 2026 ulionyesha uzito wa hali hiyo. Ilionyesha jamii inayokabiliana na mshtuko na machafuko pamoja na hali ya wasiwasi, wakazi wanapojaribu kuelewa kile wanachoamini kuwa walishuhudia na macho, miili ya watu ikiweza kuzikwa, miili iliyooza. Ripoti hiyo ilipata mvuto haraka na kuanza kutrend mitandaoni, haswa baada ya kusambazwa kwa upana zaidi na watu mashuhuri kama Askofu Mwamakula. Akiwahutubia wananchi, Askofu Mwamakula alieleza taarifa hiyo kuwa ya kutisha na kusikitisha na kukiri ujasiri aliochukua kwa mtoa taarifa kujitokeza. Pia alibainisha kuwa kutoa taarifa hizo hadharani kunahitaji ujasiri sawa na bila woga kutokana na uzito wa madai hayo. Wakati huo huo, alionya kuwa madai hayo yanasalia kwa tuhuma dhidi ya watu wasiojulikana na bado hayajathibitishwa na mamlaka. Alitafakari zaidi maelezo ya kutatanisha kwamba miili hiyo ilikuwa ikitoa harufu kali, akidokeza kuwa huenda ilikuwa imehifadhiwa mahali pengine kwa muda mrefu kabla ya kuweza kuzikwa eneo hilo. Maelezo haya yamezidisha uvumi juu ya uwezekano wa asili na utunzaji wa miili hiyo kabla ya madai yao ya kuondolewa. Madai kama hayo yameongeza uharaka wa jibu rasmi kutokana na eneo lililotajwa kufahamika ndani ya jamii. Askofu Mwamakula aliwashauri wakazi wa eneo hilo kuchukua hatua za pamoja. Aliwahimiza wanakijiji kukusanyika kwenye tovuti ndani ya siku zinazofuata na kudai uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao wa mitaa. Pia amezitaka mamlaka za juu Tanzania kuhusika katika kuchunguza suala hilo kwa kina na kwa uharaka. Lengo, alisisitiza, lilikuwa ni kuhakikisha uwazi na kurejesha imani ya umma Tanzania. Wito huo pia ulitolewa kwa wanahabari na kuwataka wanahabari kutembelea tovuti ya eneo hilo na kudhibitisha kama kweli hali zilizoripotiwa zipo na ni za kweli. Askofu alisisitiza umuhimu wa udhibitishaji huru ili kubaini ukweli na kuzuia kuenea kwa habari potofu. Alibainisha kuwa ni kupitia uchunguzi sahihi tu ndipo ukweli ungeweza kuthibitishwa. Kwa sauti ya tahadhari zaidi, ujumbe huo uliwahimiza wanajamii walio macho kufuatilia kwa busara mienendo yoyote isiyo ya kawaida kwenye tovuti. Wakaaji walihimizwa kuandika shughuli zozote zinazotiliwa shaka, kutia ndani, kupiga picha au kurekodi video ikiwezekana. Kulikuwa na wasiwasi kwamba ikiwa madai hayo yalikuwa ya kweli, waliohusika wanaweza kujaribu kufukua na kuhamisha miili hiyo iliyooza ili kuficha ushahidi huo. Ripoti hiyo ilisema zaidi kwamba hali ya miili hiyo ilidokeza kuwa huenda ilihifadhiwa mahali fulani kwa muda mrefu kabla ya kuzikwa. Uwezekano huu umeibua wasiwasi mkubwa zaidi kuhusu uwezekano wa shughuli za uhalifu. Kukosekana kwa majibu ya haraka kumeiacha jamii kuwa na wasiwasi na kutafuta uwazi. Msururu wa maswali uliulizwa moja kwa moja kwa wakazi wa Kibaha, wakiuliza iwapo wanafahamu eneo la makaburi ya Msae, waliwahi kusikia taarifa za aina hiyo, na kama wameona makaburi mapya katika eneo hilo. Maswali haya yalilenga kuhimiza ushiriki wa jamii na kukusanya taarifa zaidi kuhusu tukio hilo. Wakazi pia waliulizwa kuelezea kile walichokiona kuwa cha kushangaza zaidi na kutoa maoni yao juu ya hali hiyo. Ni hayo tu mtazamaji, kumbuka kulike video hii na mwanzo kabisa nijuze maoni yako upande wa comment section, kisha ndo like video hii alafu subscribe kwa taarifa zaidi.